Waidhika, funguka, elimika kupitia Jabal Hira. Jabal Hira, ufunuo wa elimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni katika kipindi chetu cha Jabal Hira. Muongozaji wenu leo ni mimi Maalim Ramadhan Rajab, tukiwa pamoja na ustadhi wetu Maalim. Inaitwa Omar Abdi Abdallah kutoka ofisi ya Mufti Mkuu Zanzibar, katika idara ya shughuli za Kiislamu nahusika kwa jambo hilo inshallah. Na leo mada yetu itakuwa namna gani tukaribishe mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mbele yetu tuna ukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani pengine baada ya wiki chache tu, aidha 3. Sasa ustadhi, hebu tuongoze kwa namna gani tuweze kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, au utaratibu upi mzuri zaidi ambao umekubalika kisheria wa kuweza kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao ni moja katika nguzo 5 za Uislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kama tujuavyo ya kwamba kila jambo linahitaji matayarisho na kila jambo linahitaji kulikaribisha pale ambapo halikufika na linatarajiwa lifike. Kwa kweli mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi ambao wenye fadhila na ni mwezi wenye baraka. Bila shaka kwa vile iko hivyo, basi hakuna budi watu waweze kufanya maandalizi kwa kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan kama walivyokuwa wakifanya masahaba ridwanullahi alayhi. Kwa miongoni mwa maandalizi au makaribisho, mambo yanayotakiwa yafanywe kwa ajili ya kukabili mwezi wa Ramadhan ni kuweza kukithirisha kufanya toba, kuleta at-taubatu sadiqa, toba iliyokuwa ya kweli. Na haitoshi tu kusema kwamba kuleta toba, lazima tuseme kwamba at-taubatu sadiqa ay taubatu an-nasuha, toba iliyokuwa ya kweli. Kwa sababu wengi utakuta wanaweza wakaleta toba lakini baadaye wanafanya yale maasi yao. Sasa katika maandalizi mazuri ya Ramadhan, kuleta toba iliyokuwa ya kweli katika miezi hii ya kuikabili mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa sababu Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi ambao mnaamini rejeni kwa Allah kwa kuleta toba ya kweli. Kwa sababu kuanzia mwezi wa Muharram mpaka tunafika mwezi wa Shaaban tuna mingi tulioyafanya kutokana na makosa. Sasa mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao watu husamehewa madhambi yao. Ndio kama alivyosema mshairi, man kana yashku adhu madai dhunubihi falyati fi ramadhani babu tabibihi. Yule ambaye mwenye kuwa na maradhi ya ugonjwa kwa madhambi yake mingi kayafanya, basi mwezi mtukufu wa Ramadhani ndiyo daktari wake. Maana yake ndiyo mwezi wa kusamehewa madhambi yake. Sasa katika miezi kabla ya Ramadhani tumeyafanya mingi ya kumkosea Allah. Sasa kwa vile tunaukaribisha mwezi wa Ramadhan, tulete toba iliyokuwa ya kweli ambayo ina masharti yake yenye kuzingatiwa kwa vigezo vyake. Naam. Alhamdulillah, inshallah nadhani tumepata ufafanuzi wa angalau kwa ufupi kwa namna gani tunaweza au tukaribishe mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sheikh agusia japo kidogo hapa kwamba tumetoka mwanzo wa mwaka mwezi wa Muharram na mpaka tunaukaribia sasa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mengi yamefanywa au mengi tumefanya. Kwa hiyo ni vyema kwamba tuelekee sasa na tusiukaribishe mwezi wa Ramadhani kinyume chake. Sheikh atatufafanulia zaidi. Kwa hiyo Maalim, tumesema hapa labda tauba hii inafuatwa na
istighfari tuseme, lakini nadhani kwa ujumla wake ni kupunguza yale yote ambayo tumekatazwa. Muda wote tunatakiwa tusiyafanye haya ambayo tumekatazwa, lakini sasa tuyapunguze au tuyasafishe. Tuna lipi la kumwambia msikilizaji wa Elimu FM na hii EZTV? Tukija kwa upande wa aliposema Allah, tubu ila Allahi taubatan nasuha, rejeni kwa Allah kwa toba ya kweli. Hakusema tubu ila Allahi taubatan, kwamba rejeni kwa Allah kwa kuleta toba tu, akamalizia an-nasuha. Maana yake unakuta hii kwamba wapo wenye kuleta toba lakini sio toba za kweli. Anaweza akafanya maasi akaleta toba yake lakini akarejea tena. Ndio maana tukaambiwa taubatan nasuha, toba ambayo ina masharti na ina vigezo vyake. Jambo la kwanza, mwenye kuleta toba hiyo, kwanza ayaqla al-ma'siya, yale maasi aliyokuwa akiyafanya yote ayang'oe. Kama yeye ilikuwa katika kipindi cha miezi ya nyuma akijihusisha katika mambo ya haramu, sasa analeta toba, yale mambo ayawache. Ikiwa yeye alifanya dhulma, ile dhulma aiwache. Lakini pia vile vile ayandama bima faalu, ajute tena kwa ukweli wa kujuta kwa yale aliyoyafanya. Ilikuwaje nikafanya haya? Mola wangu hapendi, kwa kweli nimemkosea Mola wangu, ya Rabbi nisamehe, najuta mimi. Lakini pia ayazama, kwamba ayazama, azimie kwamba hatarejea tena. Isijekuwa kwamba leo anatubia kesho anarejea yale, azimie kwamba hatarejea tena kwa yale ambayo aliyoyafanya. Na ikiwa kuna kosa baina ya mtu na mtu, watakani radhi. Kipindi cha Ramadhani ni mwezi ambao wa kuwasafisha watu. Sasa ikiwa kwamba mtu amekwazana na mwenziwe, watakane radhi, wasameheane. Ikiwa alidhulumu, arejeshe kile alichokidhulumu. Sasa mtu akileta toba hiyo kwa masharti hayo, Allah anasema asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum, Allah atakusameheni madhambi yenu. Na hiya asa sio taraji, manake tahqiqi hapa. Atakusameheni Allah madhambi yenu, tena na atakuingizeni katika pepo yake, lakini sharti yapatikane mambo haya. Sasa ikiwa tutajiandaa kwa ajili ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani, nukta ya kwanza lazima tulete toba iliyokuwa ya kweli, yenye kufuata vigezo na masharti tuliyoyataja. Bila shaka mtazamaji wa EZTV na wewe msikilizaji wa 97.2 Elimu FM umefaidika, na tuendelee kupata nasaha hizi ili tuweze kufaidika zaidi. Mtazamaji wa EZTV na wewe msikilizaji wa 97.2 Elimu FM, tunafaidika katika kipindi chetu hiki cha Jabal Hira, tukiwa na Ustadh Omar Abdi kutoka ofisi ya Mufti. Na alisema kwamba moja katika matayarisho ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, nirejee kwa ufupi kwamba anasema tuyang'oe yale maasi ambayo yametendeka au tumeyatenda tulikopita nyuma. Lakini kama ni dhulma, basi tafutiwe utaratibu hii dhulma isiendelezwe, na kama cha kurejeshwa kirejeshwe. Kadhalika jambo la tatu akatutajia kwa ufupi kwamba tujute majuto ya ukweli. Tumjutie Allah, tumuombe Allah msamaha kiukweli. Lakini sambamba na hilo alisema kwamba jambo la 4, tuazimie kutoyarejea mambo haya, kwa sababu isiwe tunakwenda tunarudi, tunakwenda tunarudi. Hivi ambapo tunaukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, pengine kwa sherehe, wengine wanakwenda bichi, wengine wana mambo yao mengi. Je, tumo katika utaratibu au tunakiuka utaratibu? Miongoni mwa mambo ambayo yanatakiwa kwa Muislamu
alfarhu biqarbi shahri Ramadhan. Naam. Muislamu anatakiwa afurahie kwa kule kukaribia mwezi mtukufu wa Ramadhan na ajifahari kwa mwezi wa Ramadhan, kwa sababu mwezi wa Ramadhan umekuja khususia li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umma waliopita wingi na wao walitaraji wapate mwezi huu wa Ramadhan. Nabii Musa alayhi salam mara moja akijifakhiri mbele ya Mola wake, kwa sababu Allah kamchagua mtume wake, kampa uwezo wa kuzungumza naye. Yani wanazungumza direct, katikati hakuna ambaye anapeleka maneno. Naam, hakuna wasila. Sasa Nabii Musa akavaa koti, akaona kwamba hili ni jambo kubwa nilopewa mimi. Anamuuliza Mola wake, ya Rabbi, hal akramta ahadan mithla ma karramtani? Kuna yoyote uliyempa ikramu kama yangu mimi? Fa inni kalimuka, mimi ninaongea na wewe. Mitume wengine anatoka Jibril anapeleka wahai, lakini mimi na wewe tunasikiana. Kuna mtu uliyemkirimu kuliko hili ulomkirimu mimi? Mashaallah. Anamwambia, ya Musa, ewe Musa, Allah anamjibu, tambua ya kwamba sataati ummatun akhir zaman, utakuja umma zama za mwisho, ndio umma huu tasumu Ramadhan, utakuwa unafunga mwezi wa Ramadhan. Nataka ufahamu Musa, fa inna baini wa bainaka, baina yangu mimi na wewe tunazungumza, lakini hapa katikati kuna mapazia 70 mpaka unifikie mimi. Lakini ukija umma huo, ikifika mwezi wa Ramadhan, ninayakunjua mapazia yote, linabakia moja. Kwa hiyo wao wako karibu na mimi kuliko wewe Musa. Mashaallah. Nabii Musa akarudi matawi ya chini, mabega yamemnyongonyea, nabii ya Rabbi, basi naomba na mie niwe miongoni mwa hawa. Naambia la, bali Ahmad, ni maalum kwa umma wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndio maana tunasema kwamba miongoni mwa mambo yanayotakiwa ni kuleta furaha kwa kukurubia mwezi wa Ramadhan. Muislamu au karibishe mwezi wa Ramadhan kwa kufurahia. Kwa nini? Kwa sababu mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao unaomsafisha mja kutokana na madhambi yake. Na wingi walitamani wapate mwezi wa Ramadhan lakini hawakupata. Sasa je, furaha hiyo iwe furaha gani? Lakini wapo wanafanya furaha ambayo haikubaliki, wanafanya batara, wakafanya vunja jungu sijui, wakatoka kwenda maeneo ya fukwe za bahari kwa kufanya maasi, eti wakisema kwamba wanaukaribisha mwezi wa Ramadhan na wanaaga mwezi wa kula mchana. Hii ni kwenda kinyume na taratibu za dini ya Uislamu. Maswahaba wao walikuwa wakifanya maandalizi, wakiukaribisha mwezi wa Ramadhan miezi 6 nyuma, wakiwa wanatamani, manake hawaamini kama watafika ule mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo hatukuamrishwa Waislamu kuukaribisha mwezi wa Ramadhani kwa kupiga ngoma. Hatukuamrishwa kuukaribisha mwezi wa Ramadhan kwa maasi, bali tuupokee mwezi wa Ramadhan kwa kufanya yale yaliyokuwa mema, haswa katika huu mwezi wa Shaaban, kuweza kukithirisha kufanya ibada kadha na kadha ambazo tutazitaja ni muhimu katika mwezi huu wa Shaaban. Naam. Asante sana Ustadh. Inshallah mtazamaji wa EZTV na msikilizaji wa 97.2 Elimu FM, tunaendelea kufaidika na mawaidha haya ambayo mada yetu leo ni kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi niseme kwamba hili leo kwangu nimefunguka leo kwamba kumbe Allah ana mapazia karibu 70 alipokuwa anazungumza na Nabii Musa. Lakini kumbe ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni hususia kwetu sisi umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kumbe huondolewa mapazia haya yakabakia machache, kama ni 1, 2, 3. Ustadh katuambia ni pazia moja ambalo limebakia, linabakishwa. Hiyo ni fursa iliyoje, lakini wengi katika umati huu hatulijui au hatuyajui hayo, ubora na utukufu wa mwezi wa Ramadhani. Badala yake tunakwenda aks kama ambavyo tunajua.
Mengi haya tunayajua. Wanaokwenda kwenye vunja jungu hilo huwa maasi matupu. Si kwamba pengine wanakwenda tu kula. Kumbe sisi tunatakiwa Waislamu tuelekee kwenye furaha, tufurahie kwamba tunakwenda kusuuzwa, kukoshwa madhambi yetu na mengine kama hayo. Lakini kiukweli wengi tunanuna. Kiukweli wengi tunanuna kwamba utakuwa umekuja ule mwezi ambao wa kukosa kula, nguvu zinapotea na mambo kama hayo. Lakini hii ni faida ya kuwepo vyombo vyetu vya habari kama hivi, kuona kwamba tunayatoa au tunatoa taaluma hizi kwa wenzetu. Yoyote ambaye atasikiliza na yoyote ambaye atatizama kipindi hiki, basi nadhani atakuwa kama mimi, ataelimika. Tuendelee Ustadhi. Na kama ambavyo umesema, pointi inayofuata ya kwamba tunaukaribisha na tufurahie. Lipi jingine ambalo ulikusudia kutueleza katika kipindi chetu hichi? Miongoni mwa mambo pia yanayotakiwa katika kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan, as-siyamu fi shahri Shaaban. Naam. Kufunga katika mwezi huu wa Shaaban tuliokuwa nao. Wengine sio watuambia bid'a. La. Naam. Tukirejea katika maraji kwamba kuna hadithi mbalimbali zilieleza namna ambapo Mtume alivyokuwa akiufanya mwezi huu wa Shaaban. Kwa sababu hii miezi hii ilikuwepo toka pale ambapo Allah anaumba ulimwengu. Kwa sababu baadhi ya watu wanafikiri kwamba mwezi wa Ramadhan kwamba umekuja kwa ajili ya funga ya Ramadhani. La. Mwezi wa Ramadhani ulikuja wakati ambapo Allah anaumba ulimwengu, kama ilivyokuja katika Qur'an, inna iddata shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardh. Tangu siku ambayo Allah anaumba mbingu na ardhi akaiweka hii miezi na hizi ibada hazikukuwepo. Maana yake ibada ya Ramadhani, hii funga ya Ramadhani haikukuwepo wakati ambapo ilipoumbwa mbingu na ardhi na miezi ikawekwa. Lakini Allah akaja akaifaradhisha Ramadhan katika mwezi wa Ramadhan. Lakini pia Allah aliweza kuifanya ibada ya Ramadhani katika mwezi wa Shaaban. Hayo ni katika utaratibu wake. Sasa katika mambo ambayo muhimu sana ambayo yanapelekea kukaribisha vizuri mwezi wa Ramadhan, as-siyamu fi shahri Shaaban, kufunga katika mwezi huu wa Shaaban. Sisi sasa hivi tumelala Waislamu wa zama zetu, lakini maswahaba kwa kweli walifanya jitihada sana. Mwanachuoni mmoja anaitwa Ibn Rajab anasema, inna siyama fi shahri Shaaban katamrin li ajli Ramadhan. Hakika funga ambayo inafungwa mwezi wa Shaaban ni kama vile mazoezi kwa ajili ya Ramadhani. Ukifunga Shaaban unapata mazoezi, na tunaona kwamba timu zikenda kufanya mazoezi ima ya mpira au mazoezi fulani, wanakuwa wanajitayarisha kabla ya zile mechi zao. Sasa ukijitayarisha Shaaban kwa kufunga, hata ikiingia mwezi wa Ramadhan tayari umeshaizoea Ramadhani. Katika mwezi huu Mtume SAW aliulizwa, ya Rasulullah, araka tasumu aktharan, tunakuona unafunga sana katika mwezi huu wa Shaabani. Mtume akaambia, ndiyo ninafunga sana kwa sababu mwezi ndio mwezi ambao matendo ya waja yanapelekwa kwa Allah ya mwaka mzima, yale yanakusanywa yote yanapelekwa kwa Allah. Wa ana uhibbu, na mimi ninapenda matendo yangu yapelekwe kwa Allah hali ya kuwa nimefanyaje? Nimefunga. Kwa sababu funga ni ibada muhimu mno. Mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dulluni ala amalin, nijulishe juu ya ibada ambayo inaamiltuhu yadkhulni aljanna, nikiifanya nitaingia peponi ya Rasulullah. Qala, Mtume akasema, alayka bisawmi, shikamana na ibada ya funga, fa innahu la mithla lahu, haina mfano wake. Kwa nini Allah akasema ibada ya funga haina mfano wake? Tunafahamu sote ya kwamba ibada ya swala ndiyo ibada kubwa kuliko ibada zote. Lakini Allah akasema alayka bisawmi fa innahu la mithla lahu. Kwa nini hakumwambia alayka bisalati fa innahu la mithla lahu? Mtume anasema katika hadithi, man swama yawman fi sabilillahi,
yule ambaye atakayefunga siku moja tu kajitolea kwa ajili ya Allah, ba'ada Allahu bainahu wa baina an-nari 70 harifa, Allah anamweka mbali mno na moto kwa funga tu ya sunna ya siku moja. Kwa hiyo utakuta kwamba ibada ya funga ni ibada ambayo ni siri baina ya mja na Mola wake. Ibada ya swala, tukienda misikitini tunaonana, yule anaswali yule anaswali swala fulani, tunamuona. Lakini hija pia vile vile tunamuona yule kaenda Maka sasa. Lakini na zaka pia huwa wakati mwingine tunamuona yule katoa zaka. Lakini ibada ya funga ni ibada ambayo inafungwa katika moyo. Sasa inakuwa huwezi kumjua yule kafunga au hajafunga. Anao uwezo mtu akajifungia ndani akala akashiba, alafu akatoka mbele za watu akasema mimi nimefunga. Lakini ndio maana Allah akasema as-sawmu li wa ana alladhi ajzi bihi, mimi ndio ambaye nitailipa ibada ya funga. Kwa hiyo tukithirishe sana kufunga katika masiku haya ya Shaaban kwa ajili ya kufanya mazoezi na kwa ajili ya kupata radhi za Allahu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndani yake kuna faida kubwa. Wamekwenda na zuoni wakasema mwezi wa Rajab ni mwezi wa kupanda, na mwezi wa Shaaban tuliokuwa nao huu ni mwezi wa kutilia maji na kupalilia, na mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa mavuno. Maana yake yale uliyopanda Rajabu ukayashughulikia pale Shaaban, sasa unayavuna. Kwa hiyo kwa hili tujitahidi sana kuweza kufanya maandalizi. Yaani inavyotakiwa sasa, mtu akiamka awe analia, mimi nitafika kweli Ramadhani, mimi nitafika Ramadhani. Kwa nini? Kutokana na faida zilizokuwemo. Yaani mwenye kuidiriki Ramadhani siku moja tu ile akafunga, basi mtu huyu tutamwita bilionea, kutokana na kheri na faida na fadhila anazozipata. Ametoka tu nyumbani kwake bismillahirrahmanirrahim kuelekea kwenye kituo chake cha kazi. Hapa tunao makamerameni wanachukua. Sasa hawa wako kwenye ibada hawa. Wakifanya kazi Ramadhani, basi hawa tutawaita mabilionea kwa sababu watakazo zipata. Kwa hiyo kufanya ikthari katika jambo zima la kufunga katika mwezi wa Shaaban ni miongoni mwa maandalizi yaliyokuwa mazuri mno. Lakini pia katika mwezi wa Shaaban kuna usiku maalum wa nisfu Shaaban wa mwezi 15 ule ambao umegawa kati na kati. Usiku huu watu husamehewa madhambi yao. Allah huangalia waja wake na huwasamehe madhambi yao isipokuwa watu wawili. Sasa hapa Muislamu hajaangalie, je, yeye hayumo katika hawa watu wawili, itakuwa ni hasara. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawataja watu hao ambao hawatasamehewa madhambi yao. Mtu wa kwanza akasema al-mushrikun, yule ambaye mwenye kumshirikisha Allahu subhanahu wa ta'ala. Na nini maana ya shirki? Shirki maana yake antaj'ala lillahi nidan, kumfanya Allah na mshirika, wa huwa khalaqaka, naye Allah kakuumba wewe, ukampa mambo ambayo mwanadamu hana uwezo nayo, ukategemeza mambo yako kwa viumbe vinginevyo, kwa majini ukaomba mambo yako, masanamu, ukenda wanyama, ukenda kwenye mizimu na mambo mengine, ukenda kwa waganga. Ndiyo msiba mkubwa sasa hivi, na haswa wakina mama wanapenda sana kwenda kwa waganga wakapeleka haja zao alafu wakadanganywa. Hawawezi kufahamu mambo ya mbele, hata hao majini hao mambo ya mbele hawayajui. Wao wenyewe ndio wamesema hivyo majini. Tunafahamu ya kwamba Nabii Allah Suleiman alayhi salam alipewa uwezo na Allah, anazungumza na viumbe mbalimbali, na majini walikuweko chini yake wakitumikishwa. Amekaa kwenye kiti chake kama hivi Nabii Suleiman, majini hapo kule anafanya kazi za kujenga, wengine akizamia baharini akitoa lulu. Pale malakul mauti kaja kuchukua roho yake Nabii Suleiman, huko akiwa ameegemea fimbo yake. Majini yao yanafanya kazi. Mbona hanyanyuki tu pale? Sababu alikuwa akikaa kwa muda wa masaa 6. Mbona leo hanyanyuki? Wanaendelea kufanya kazi. Takriban ikapita masiku mingi pale, wanamkuta Nabii Suleiman kadondoka. Manake fimbo yake ililiwa na mdudu na mchwa hali kwa siku moja. Anakaa siku nyingi mpaka ioze, alafu ndio anaanguka. Sasa wakapiga kile lau kunna na'lamul ghaiba, wanasema majini, lau tungalikuwa tunajua mambo yaliyofichikana
tusingekaa kwenye adhabu hii ya fedheha. Kumbe huyu mtu ashakufa zamani. Sasa wapo watu ambao wanadanganywa na majini, wafahamu kwamba nao ni viumbe dhaifu. Sasa Allah hatumsamehe mtu katika usiku huo yule ambaye mwenye kujiingiza katika shirki. Na mtu wa pili, tunaingia watu wingi haswa wanawake pia, na mtu huyu katajwa hata katika usiku wa Lailatul Qadr. Na sasa akamtaja Mtume kwamba al-mushahinun. Mushahin ni nani? Ni yule ambaye mwenye ugomvi na ndugu yake, hawazungumzi, hawasemeshani. Tunakuta kwenye familia hasa wengine ndugu hawasemeshani, pengine majirani hawasemeshani, na hawa hawataingia katika pepo. Allah atasema waachieni hao hata yastaliha, mpaka wapatane, na hawapati msamaha katika usiku wa Lailatul Qadr. Angalia uzito wake. Mtu huyu hata kama atakesha usiku wa Lailatul Qadr anafanya ibada, lakini akawa na ugomvi na ndugu yake, ikawa hataki kumuona, hawazungumzi, hapati msamaha katika usiku wa Lailatul Qadr. Na udugu huu Sheikh wa Kiislamu au udugu wa nasabu au udugu gani? Udugu ni wote wa Uislamu, udugu wa Uislamu, udugu wa nasaba pia vile vile. Inshallah. Kwa sababu ikija kwamba sio halali, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layali. Si halali kwa Muislamu kumuhama ndugu yake. Sasa hii ndugu sio lazima kwamba wawe tumbo moja, hata jirani yake ni ndugu wa Kiislamu zaidi, ndio udugu mkubwa zaidi. Sawa sawa. Kwa hiyo yaltaqiyani, wanakutana, fayaridhu hadha, huyo akimwona mwenzio anampuuza, wayaridhu hadha, na huyo anamkwepa huyu. Mtume akasema wa khairuhuma man yabda bihi salam, na mbora wao yule ambaye atakayemwona mwenzio akamsalimia assalamu alaykum, japo kwamba haitikii, msalimie wewe, msalimie wewe, wewe unaondosha jukumu alitakuwa ni kwake. Inshallah. Jazakallahu khair Sheikh. Inshallah. Naona sijui ni mimi peke yangu, lakini naamini kwamba na wenzetu wasikilizaji wa 97.2 na watizamaji wa EZTV watakuwa wanafaidika kama ambavyo ninafaidika mimi, maana naona kama hivi vitu ni vipya. Ustadhi mashallah, ni kwamba ustadhi katika hatua hii alitupa umuhimu wa funga ya mwezi wa Shaabani, kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shaabani, ambayo Mtume mwenyewe alifanya hivyo, ingawa wengine wanatuambia bid'a na vingine, labda mtu afunge zile siku zake tu za kawaida, Jumatatu na Alhamisi, au masiku meupe au masiku meusi, lakini labda wanatuambia usinganganie kwamba nisfu Shaabani. Lakini kiukweli alhamdulillah ustadhi anatuelekeza kwamba Mtume alifunga sana katika mwezi wa Shaabani, lakini pia katika maelezo yake anasema kwamba kuna hiyo funga ya nisfu Shaabani ni muhimu. Kadhalika akatwambia kwamba mwenye kufunga ni baina yake na Allah, na funga kama alivyoifafanua la mithla lahu, katwambia hapa kwamba haina mfano, kwa sababu ni baina yako na Allah. Wewe utamdanganya, unaweza ukamdanganya unayemdanganya, lakini wewe na Allah ndio funga hii atailipa kwa kiwango kadiri ambavyo wewe funga yoyote ile, tukianzia hizi za sunna na hizo ambazo za fardhi, hizi ni baina yako na Allah. Kwa hiyo una nafasi kubwa ya kujipendekeza kwa Allah na kuipa thamani funga yako, iwe hii ya sasa ya sunna na hiyo ambayo ya fardhi ya mwezi wa Ramadhani na nyinginezo kwa ujumla wake. Kwa hiyo pia akasema kwamba mushrik huyu ana nafasi mbaya, kwa hiyo hatosamehewa au hatopata hizo faida za mwezi wa Ramadhani au faida za hizo siku nyingine tukufu. Kadhalika mtu ambaye ni mushahid, mtu ambaye ana ugomvi, na kama alivyofanua hapa ustadh kwamba ana ugomvi na ndugu yake, Muislamu mwenzake ni ndugu yake, wa ukoo ni ndugu yake na wengineo, basi tupate mapumziko mafupi na baadaye tuendelee na hatua nyingine ya kipindi chetu hichi. Mtazamaji wa EZTV,
Na wewe msikilizaji wa Elimu FM, tunaendelea na kufaidika na mawaidha. Mada yetu leo ni kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tujiandae vipi? Tumeona mwezi, fadhila za mwezi huu, lakini tumeona Nabii Musa yeye alitamani kama awe mtu wa kawaida katika ummati Muhammad, kutokana na fadhila nyingi ambazo zinapatikana katika umati huu, ikiwemo faraja ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini katika maandalizi haya Ustazi katueleza kwamba kuna maandalizi katika mwezi wa Rajab, na akamithilisha kama kwamba ni wakati wa kilimo, lakini katika mwezi wa Shaaban ni wakati wa palizi na mengineyo kuimarisha. Kadhalika mwezi wenyewe mtukufu wa Ramadhani, hapa sasa ndo tunapata yale mavuno. Sasa hawa ambao wanaukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani visivyo, tunawaasa vipi Ustadhi? Naam, sisi Waislamu marejeo yetu sote ni kwa kupitia Mtume, lakini kupitia wema waliotangulia na kupitia wale ambao wenye kuyafanya mambo ya kheri. Kwa hili tunawahusia ndugu zetu wale ambao bado mpaka muda huu wana utaratibu huo wa kuvunja jungu. Manake kuvunja jungu, unaweza ukavunja jungu, lakini uvunja jungu namna gani? Vunja jungu kwa kusoma Qur'ani sana. Kwa wale ambao wanatumia muda wao kwa kuamua sasa kufanya mambo ya maasi kwa kukaribisha mwezi wa Ramadhani, hawa ni watu ambao tunawanasihi waliache jambo hili, kwa sababu sio kwamba kila ambalo utakalo kuja kuambiwa fanya hivi tukafanya hivi kwa ajili ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani ndio ufanye. Tumwangalie Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Nabii Ibrahim alikaribishwa katika idi zao na wale makafiri waliokuwa wakiabudia masanamu, akiwemo mzee wake, mzee Azara. Kama Ibrahim, twende kwenye idi zetu. Akasemaje Nabii Ibrahim? Inni saqim, mimi ninaumwa. Na hakuwa akiumwa. Ndio miongoni mwa maeneo ambayo Nabii Ibrahim hakusema kweli, lakini haihesabiki kwamba ni uongo, sababu alikuwa analipitia jambo la maasi. Lakini Nabii Ibrahim akaondoka, hakuenda kwa sababu anajua lile jambo sio la halali, ni jambo la haramu. Naam. Sasa na hili tunatoa wito haswa kwa wale ambao wenye nguvu kuweza kufahamu ya kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa ibada, ni mwezi mkubwa kuliko mambo yote. Asaifikie hatua kuwakataza vijana kwenda kuingia katika mambo kama hayo ya kumuasi Allah, bali watumie muda wao kwa kukaribisha Ramadhan kwa mambo ya kheri. Lakini kama ulivyosema mwongozaji wetu kwamba mara nyingi ukiwaambia msifanye haya, wanachukia wao wenyewe, wanaona kama wananyimwa ule uhuru wao. Lakini wafahamu ya kwamba kufanya mambo hayo ni kumkera aliyemuumba. Hivi leo mtu anamkera mpenzi wake. Tunashuhudia kwamba mtu anapokuwa kaajiriwa na bosi wake, akiambiwa hili usifanye, atajitahidi asimkere bosi wake. Mtu anapokuwa na mkewe, atajitahidi amridhishe mke wake. Sasa leo yule ambaye aliyekuumba akakwambia utaratibu huu usiutumie, haufai. Kwa nini Waislamu tunashindwa na tunamfanya Allah kwamba si lolote si chochote? Tunamkasirisha Mola wetu. Kwa nini tuwe na utaratibu huu? Sasa inatupasa sisi Waislamu tuwe imara, tujizatiti kabisa katika kufanya kheri, na tuupokee mwezi huu katika mambo yale ambayo yatatuletea faida, mambo ambayo yatatupelekea sisi tupate mafanikio. Na Allah anafurahi pale ambapo anawaona waja wake wanajikita katika mambo yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo nasaha kwa wazee, wajitahidi kuwasimamia watoto wao vizuri katika swala zima la maadili, haswa katika kuendea huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni mwezi uliokuwa mkubwa. Lakini na kila mmoja kwa nafasi yake kuweza kujitahidi kuwaelekeza vijana, kwa sababu sasa hivi vijana wingi ndio wanaoyafanya hayo. Wazee wao wameshaondoka na hayo, lakini vijana kwa vile damu inawachemka ndiyo maana wanajikita katika mambo hayo. Sasa wafahamu ya kwamba umri wetu,
maisha yetu ni mafupi, ni madogo. Kinachohitajika kwetu sisi ni ucha Mungu, na yoyote anaweza kuondoka. Naam, na kwa kufanya hivyo ndiyo itatupelekea sisi kuweza kupata mafanikio insha Allah. Mtizamaji wa Izzat TV na msikilizaji wa 97.2 Elimu FM, kwa leo tuishie hapa na tutegemee kukutana tena katika kipindi kijacho, mwendelezo wa mada yetu hii ya vipi tutaukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, au taratibu nzuri za kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani ambazo zipo kisheria. Tumefaidika na tumezipata ambazo tumezipata, ikiwemo kwamba ni mwezi wa fadhila, lakini tukaribishe kwa kufanya mazoezi ya kusoma Qur'ani na mengineyo, lakini tusafishe nyoyo zetu. Hadi kipindi kijacho, karibu ustadh, inshallah tuendelee. Asante sana. Jazakallahu khair.